la stendi ya Mfaranyaki. Hapa ndipo sehemu sahihi na sehemu ambayo mkusanyiko mkubwa na abiria kutoka sehemu mbalimbali tunaanzia safari hapa. Sasa basi, ndugu zangu mnaoishi hapa kwenye stendi hii, lazima mjue kuna taratibu na sheria zake. Sheria ya kwanza, kuna watu ambao wanauza vitu vidogo vidogo kama vile kalanga, bisi na vingine, maandazi. Lazima viongozi wa ndani muhakikishe mnawatoza ile shilingi 400. Ile 400 kama hawatoi, mtupe taarifa na taratibu ziendelee, tuwatoe maeneo haya. Lakini la pili, pia kila mmoja alipokuwa na eneo lake hakikishe atafute dustbin, hata kama ni dogo, aweke vitu vyake vichafu mle, uchafu ule uwekwe mle, na kutakuwa na watu ambao watakuwa mahali hapa. Ukibainika unatupa uchafu mahali hapa, faini yake inaeleweka. Hatutaangalia nani amefanya nini. Mahali pengine hata ukikwangua ile vocha, peleka kwenye dustbin. Sasa kuna taratibu na kuna watu wapo mahali hapa wataangalia hivyo. Kuna watu wengine wanakojoa ovyo tu. Kuna vyoo hapa, hakikisha uende sehemu husika. Na hili zoezi ni endelevu. Uongozi wa stendi na mahali pengine tutaendelea kufuatilia namna gani mnafanya usafi, na wale ambao hawafanye usafi tutashughulika nao. Leo ndugu zangu, tuna vitu vya kuwekea uchafu huo. Niwaombe sana, sio kwamba ni fashion tu, fanyeni yale ambayo tunayowaelekeza. Ni bora tukabaki na watu wachache ndani ya stand ambao wana usafi kuliko tukaonekana tuna watu wengi ambao wanachafua stendi yetu, na watu wengi wanakuja hapa wageni. Kitovu cha Songea ni stendi hii. Stendi kuu ipo, lakini stendi hii ndiyo ambayo mara nyingi watu wanakuja mahali hapa. Wa stendi hii, fuateni taratibu mnazopewa kutoka manispaa, sio za kwenu. Hakikisheni humo kwenye magari mweke dustbin ambayo kama kuna uchafu mtu aweke humo, sio anatupa dirishani. Tutakapokosa kumbaini, tutashughulika na mtu ambaye yupo naye mle kwenye gari, ili kusudi usafi uwepo. Maana yake sisi tunatarajia kuwa sasa kwenye eneo la jiji. Sasa jiji lolote lazima lianze na usafi. Usafi ndio unaotoa picha halisi. Sisi tunapoingia humo ndani, kila mmoja awe makini na anayemuona mbele yake. Unapoingia stendi, ujue unaingia kama unaingia nyumbani kwako, ujue unaingia eneo ambalo na mwingine ataingia atakula vizuri chakula bila kuwa na kinyaa chochote. Tuwe makini sana katika mazingira ya usafi. Tuna hawa ambao wanatusaidia usafi, mnawaona wanapita kufagia, ninyi ndio mnatupa. Sasa tukibaini hivyo, hatuwezi kukuacha, na faini yake nafikiri kuanzia 50 na kuendelea. Hatuwezi kukuacha, lakini niwaombe sana siku ya leo ni endelevu, kwa maana sasa kila mmoja ajitafiti, sio kwa sababu tu tumefika manispaa mpaka ipange sasa ndio ije ifanye usafi. Angalieni leo kulipopendeza. Wale watu ambao wanaanzisha biashara holela huko kwenye vibanda vyetu, kwenye maeneo yetu, tutaanza nao kuanzia Jumatatu. Mjisalimishe kabisa manispaa, ili tuweze kuona una uhalali gani katika eneo lilokuwepo. Maana uchafu unaanzia hapo. Wewe unawaza, una mtaji wako kidogo, unaona ngoja niweke hapa. Hilo ni eneo ambalo sio lako. Mwenye eneo ni manispaa. Nenda manispaa ukapate urasimisho halali kwa hilo eneo lako. Mtaa tunataka tupasue barabara, tupate barabara. Kwa hiyo wale ambao wanapata uchafu kule wanamwaga kule, wakati utaratibu wanaleta huku kwa ajili ya kusafirisha, nao pia tutashughulika nao, hatuwezi kuwaacha. Na wengine ambao wanakaa, kama wewe unauza dagaa, tafuta wanakuuza dagaa. Unauza samaki, tafuta wanakuuza samaki. Ni wapi soko lako? Napo pia tutashughulika na hilo.